Mimi nilibakwa na hao vijana ambao ni Wasukuma. Nilibakwa mbele ya mume wangu. Walinivuta kanipeleka karibu na mahindi. Mmoja akawa ananibaka. Wakatubaka mimi na binti yangu. Alafu mimi ni mama mjamzito mwenye mimba ina miezi 4. Palikuwa usiku, muda saa 7 ya usiku. Tulivamiwa na Wasukuma. Wakaanza kutupiga na kubomoa banda letu. Niliposhtuka nilikuwa kitandani, nilikuwa nimelala. Nilishtuka baba huko akiwa ameshampiga na kumuumiza. Walimpiga panga kichwani. Baba akawa anapiga yowe, anapiga kelele, anaomba msaada kwa majirani. Alafu ndo akatoka kwenye hilo banda akakimbia. Alivyokimbia, Msukuma mmoja akamfuata. Baba alikuwa amekimbilia kwa jirani. Alipomfuata huyo Msukuma, kumbe mbele tena palikuwa na wengine 3 walikuwa wanakuja. Ndo akakutana nao wakawa nampiga. Pakabaki mimi na mama. Hao Wasukuma akaanza kumwambia hivi mama, eti aachie. Aniachie mimi. Wakaanza kumpiga. Mama anasema naomba jamani mtusamee, kama nikurudisheni mazao risheni, lakini sisi mtusamee. Naomba msituumize. Wakasema hapana, hatutawaumiza. Sisi tunamtaka wewe binti yako. Akasema jamani naomba mnisamee, wakakataa. Wakawa wananivuta huku mama ananivuta. Alikuwa na mtoto mdogo wa mgongo na umri wa mwaka mmoja tu. Wananivuta, mama kuipa navuta. Anasema jamani naomba mniachie mwanangu, wakakataa. Nguvu zao zikawa nyingi kuliko sisi. Ndo wakanivuta, walinivuta wakanipeleka karibu na mahindi. Mmoja akawa ananibaka. Alafu hao mababa ndo wakatokea. Wale Wasukuma wakawa kama vile wamekimbia. Mimi ndo nikapata balance ya kuwaponyoka, nikakimbia. Nikaenda kujificha huko kichakani. Ndo tulipovamiwa kwenye makambi yetu huko mashambani. Maana tulikuwa tumepiga kambi kulingana na usalama jinsi walivyokuwa wanatusumbua. Wanakuja wanataka kulisha shamba yao, ukisema tu wanasema wewe bwana, kwani wewe hata tukikupiga unatupeleka wapi? Ndo wakatuvamia saa 6 ya usiku. Wakapiga hiyo kambi, wakaisamburua, wakampiga mume wangu, akamwambia toka nje mshenzi tukumalize. Maana wewe kila siku unakuja kukaa kwenye hii kambi. Tulishawaambia tupisheni sisi hapa kwenye kambi zetu, maana sisi hapa serikalini tulishalipia. Kwa hiyo hapa tunataka tuwaburuze makofi ili muondoke, halafu tuone pa kutupeleka ni wapi. Wakatubaka mimi na binti yangu. Alafu mimi ni mama mjamzito mwenye mimba ina miezi 4. Ina miezi 4 ndio tukabakwa. Wakanibaka mimi kwa upande wangu, mtoto wangu nao wakachukua hiyo sehemu, sijui walimbaka wangapi, hapo sielewi. Lakini Mungu, kwa sababu Mungu ni wa huruma, akaagiza watu ambao siwajui, wakatokea kuna kona fulani kwenye hilo shamba ambalo tulikuwa tunapitia tukienda mtoni. Wakaja wale watu wawili. Kumbe kulikuwa na mwenzao alikuwa anaangalia mtu anatoka wapi, mwingine anatoka wapi. Ghafla wale watu wakaja, ndio yule mwingine alikuwa anaangalia kama kuna watu wanaweza kuja, kwa sababu tulipiga yowe sana manusu ya kupasuka. Alipokuja hao watu wawili ndio wakatuachia, na sisi Mungu atakatupa kanjia tukakimbia. Ombi letu jamani serikalini, tunaombeni mtusaidie hao watu, na sisi hatujui sisi tutaishije, mtusaidie kama serikali. Nakaa kijiji cha Kanoge, nafanyia shughuli zangu Kampemba, wilaya Tanganyika. Mimi nilibakwa na hao vijana ambao ni Wasukuma. Nilibakwa mbele ya mume wangu, na kuna vitu baadhi walibeba, gunia 2 za maharage, nguo zangu walibeba, nguo za mtoto pamoja na sola, simu na betri. Tunaomba serikali muweze kuingilia kati, muweze kutusaidia kwa ukatili tuliofanywa. Kilichoniuma zaidi ni kitendo alichokifanya mbele ya mke wangu, kumfanyia ubakaji mbele yangu. Hilo tendo linuma sana. Ndipo hilo mimi naumia sana. Naomba kama serikali muweze kulifanyia uchunguzi. Kwa hiyo serikali tunaomba kwa hili muweze kutuangalia na sisi kama wakulima, muweze kutupa kama haki yetu. Kama ni eneo ya wafugaji tujue, kama ni eneo ya wakulima
bali situjue kama mtusaidie kwa hilo. Mimi niazo Njuwayo Giharanya. Mimi ni mkaji wa Kanoge, halmashauri ya Simbo. Shughuli ninayoifanya naifanyia Kampemba katika wilaya Tanganyika. Shughuli ninayoifanya ni ya kilimo. Ilikuwa ni siku ya Jumanne, sikumbuki tarehe. Sisi tulijokuwa tumelala usiku, chama waliingia watu karibu 20. Waliofika karibu 20 wakaanza sasa kuvunja kile ambacho tumeweka kwenye mlango, wakaingia ndani. Wakasema leta hela, leta simu. Walioingia mule na kudai kwamba tulete simu, na yeye tuambia hela hatuna, simu hatuna. Nilisikia fimbo moja kwa moja inashukia kwenye hapa kwenye karibu na sikio, ikashuka mpaka kwenye bega. Hiyo piga pale nikaanguka chini, ndio wakaanza kunipiga. Yaani mwili mzima, yani walipiga mpaka sehemu bado vimevimba. Ndio sasa nilichochanika sehemu fulani ya mguu, nikakimbia kwenye barabara nyingine. Nilikuwa naenda atilika damu, nilipofika pale nikaomba msaada. Sasa kwa sisi na wale wengine ambao wamebakwa na wengine, kuna kama yule watambazi huyo Kuroda alipigwa panga ya kichwani. Sasa sisi maeneo ya Kampemba sasa hivi kama si wakulima ambao tumemaliza zaidi ya miaka 30 tuko tunalima pale, hatuna nafasi tena ya kulima pale. Na uhai wetu sisi ni kilimo. Naomba serikali tusaidie na itusaidie vile vile hata vitu tulivyoweza kupoteza, maana baadhi ya wale watu tunawatambua, lakini uwezo wa kuweza kwamba tupate vitu vyetu hatuna uwezo huo. Na ndio hao wanaendelea kusema kwamba mpaka tuhame ile sehemu kwa sababu serikali haitutambui. Wao wanatambulika kisheria kwa kuwa wanatoa hela, maana ndio maana wanasema kwamba eti si tuondoke. Mimi nishukuru serikali kwa mkono wake na msaada wake watakaozidi kutusaidia. Asanteni sana. Mungu, naitwa Nifa Wilson. Natokea kijiji cha Kajeje. Shughuli zangu nafanyia huko kijiji cha Masemba B. Sisi tumevamiwa huko na wafugaji. Ilikuwa usiku, tukaona wafugaji wanakuja kutuvamia. Baadhi yetu kuna wamama ambao wamebakwa, wengine wamekatwa mapanga. Kuna mali zetu baadhi zimechukuliwa. Na zaidi ya yote tulitaka mtupe ufafanuzi juu ya eneo hili tunapofanyia kazi. Kama wanaruhusiwa wao kuendelea kufanyia shughuli zao, waendelee kufanyia shughuli zao, sisi tuweze kuwapisha. Na kama endapo itaonekana kwamba sisi tunayo haki ya kuendelea kufanyia shughuli maeneo haya, tunaombeni napo pia muweze kutoa tamko kama serikali. Nashukuru Mungu katika asubuhi hii na leo ambapo tumepata nafasi ya kuja kuzungumza na ninyi waandishi wa habari, hasa kuhusiana na tukio ambalo lilitokea katika maeneo yetu ya Tanganyika kwenye maeneo ya misitu ya hifadhi ya Mpanda Northeast, ambako kuna watu waliopeleka malalamiko jeshi la polisi kwamba wamefanyiwa uhalifu, wamefanyiwa ubakaji, wamefanyiwa uharamia, wamefanyiwa uhalifu ambao haukubaliki katika jamii yetu. Na jeshi la polisi lilichukua hatua, nimeshachukua hatua kwanza ya kuhakikisha kwamba watu hawa Watanzania hawa wanapata tiba, walipata PF3 wakaenda hospitali ya wilaya wakapata matibabu. Na kazi iliyofuata na inayoendelea ndani ya jeshi la polisi kama alivyo majukumu yake ni kuwasaka wahalifu wote waliofanya uhalifu huu, waliofanya uharamia huu, waliofanya ubakaji huu. Na ninapozungumza hapa leo watu 4 wamekwisha kukamatwa wanaoshukiwa kufanya uhalifu. Taratibu zinaendelea za kufikishwa mahakamani, lakini bado jeshi la polisi tumelielekeza na tunarudia kulielekeza liendelee kuwasaka na wengine ambao wanahusishwa na ubakaji huo, wanahusishwa na uporaji huo, wanahusishwa na uhalifu huo ambao sisi kama serikali tunasema kila raia, kila mwananchi anastahili kuishi katika nchi bila kufanyiwa uhalifu wote, huku vyombo vya usalama vinalo jukumu la kuhakikisha kwamba vinatokomeza uhalifu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwanza kuwapa pole wale wote ambao walifanywa uhalifu huo, walifanywa ubakaji huo, na niwahakikishie kwamba serikali itasimamia
vyombo vya usalama vitachukua na vimekwisha kuchukua hatua stahiki. Kwanza, kuwasaka na kuwakamata halikuwa jambo dogo. Tunawapongeza jeshi la polisi kwa kufanikiwa kuwakamata washukiwa, na niwaombe hawa wananchi watoe ushirikiano kwa jeshi la polisi kila wakati tunapohitaji ushirikiano wao, watoe ushirikiano ili kuhakikisha kwamba timu yote ambayo ilifanya uhalifu huo inafikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa hatua stahiki ambazo zitaenda kutoa haki kwenye vyombo vya kutoa haki. Maeneo yetu katika wilaya ya Tanganyika yote yamefanywa mipango ya matumizi bora ya ardhi, na tunaendelea kuwasihi na kuwahimiza wananchi wasijichukulie mamlaka, wasijichukulie sheria mkononi za kwenda kuvamia misitu. Eneo ambako umefanyika uhalifu, si mfugaji, si mkulima alikuwa na haki ya kwenda kufanya shughuli za binadamu kule. Kila mwananchi afate sheria za nchi yetu, afate taratibu ambazo zimewekwa. Kama kuna mtu anahitaji ardhi ndani ya Tanganyika, afike ofisi za mkurugenzi, atapewa maelekezo kuzingatia matumizi bora ya ardhi. Sioni sababu na sioni ulazima wa mwananchi kwenda kuvamia hifadhi, ama ni ya TFS ama ni ya kijiji ama ni msitu wa halmashauri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mnaofika ama mnaofika wilaya ya Tanganyika, najua na hata watu hawa walicross kutoka Mpanda kuja kuingia kwenye msitu wa hifadhi. Naomba pia kama mtu amepangiwa kuishi kwenye makazi ya wakimbizi, atulie kwenye maeneo hayo. Tuishi kuzingatia sheria na taratibu. Tunakemea tabia mbaya zote. Nawashukuru sana na niwahakikishie tena tutaendelea kusimamia haki ya kila mtu, tutaendelea kusimamia haki ya hifadhi zetu, tutaendelea kusimamia utawala bora kwa kuzingatia sheria kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Serikali ya awamu ya 6 inafanya kazi kwa utu ili kila mtu aweze kusonga mbele katika maendeleo. Asanteni sana.